Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, tukiendelea na tafsiri ya Qur'ani suratul Anfal, aya ambayo leo tunatarajia kuondokea ni aya nambari 13. Ndugu zangu, darasa iliyopita kuanzia aya namba 9, 10, 11 mpaka aya nambari 12, Allah subhanahu wa ta'ala alithibitisha zaidi kwetu sisi waumini kutambua umuhimu wa dua katika maisha ya mwanadamu. Na hili Mtume sallallahu amekuwa akilisema sana, akisema ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Aliposema neno haya mjumbe wa Allah rehma na amani zimshikie juu yake, fa asbah yatlu qawla Allah ta'ala, akawa anayesoma aya tukufu ya Allah kuonesha kwamba ibada zote msingi wake mkuu ni dua. Dua kwa maana ya maombi ni kilele cha Muislamu kuonesha yeye ni kiumbe anayetegemea, hana aliwezalo, ila atahitaji msaada na nguvu ya Allah tabaraka wa taala ili afanikiwe. Kwa hiyo lolote lile humkimbilia Allah kwa kumuomba jambo hilo. Kwa hiyo anayekuwa haipo hivi, manake huyo si muumini, si muwahid, hampokeshi Allah tabaraka wa taala, yeye ana vingine ambavyo anavitegemea. Kwa hivyo mtu kama huyu atakuwa dhalili katika ulimwengu huu, na akhera atakuwa katika adhabu mbaya sana. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaojivuna, wana viburi, hawataki kuniomba mimi Allah tabaraka wa taala, wao wanategemea akili zao au vimbo wengine na hawana msaada kwa wao, wanafanya hayo, basi sadkhuluna jahannam dakhirina, wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa wakiwa ni madhalili. Na tukaona pamoja na dua ndo msingi katika ibada za mja, tukaona dua hasa inayoombwa na yule muumini asiyekuwa na shirki, aliyemtegemea Allah na akaamini ya kwamba hakuna aliwezalo hilo isipokuwa ni Allah. Ndani ya moyo wake akaamini hilo, akaomba kwa unyenyekevu mkubwa sana, basi Allah tabaraka wa taala huleta nusura kwa upande wake. Kama ilivyo kwa Uislamu, walipokumbana katika vita vya Badri, haikuwa matarajio kupigana, lakini wao wakajiandaa na wakaja kwenye mapambano, wakiwaamini wakamwelekea Allah tabaraka wa taala moja kwa moja na kumuomba sana Allah tabaraka wa taala katika jambo hili. Allah akawapa nusura. Kwa hiyo Allah akawatelemshia nusura wao waumini, na bishara za wao kuwa na nusura. Allah tabaraka wa taala akawapa usingizi, kuondoshia hofu wawe na ujasiri na uthubutu, lakini wakateremshiwa malaika kwa wingi sana ambao walikuja kuwapa support wao na kupambana. Hakuna vita ambavyo malaika walishiriki kikamilifu kupigana, si kuongeza idadi tu, bali kupambana hasa ni katika vita vya Badri. Allah tabaraka wa taala akawa ananong'ona na malaika, wapeni nguvu hao, mimi nateremsha hofu au naingiza hofu katika nyoyo za hao makafiri. Kwa kweli makufari walipigwa sana, fadribu fawqa al-a'naq wa dhribu minhum kull banan, walipigwa, walicheza kichapo kibaya sana. Pigeni kwa maana kateni shingo zao, ondoeni vichwa, na kwa tafsiri nyingine vipigeni vichwa, hasa fawqa al-anaki, juu ya shingo, manake vichwa vibondwe, na wapigeni kwenye kila kiungo na kwenye incha, ili kuvunja nguvu yao, wawe tena hawana uwezo tena kuona nyinyi. Na hilo limetokezea, na wameshinda Uislamu, na makafiri wameshindwa, wamepigwa, wakoleuliwa, waliokoleteka, waliokimbia. Alhasil kama Waislamu katika vita hii walishinda,
tena ushindi uliokuwa mkubwa sana. La msingi tu ni kuangalia ni kipi ambacho nyenzo kwetu sisi ya msingi ambayo tuwe nazo ili tuwe na uthubutu kama hawa wenzetu. Basi kwa hiyo aya ambazo leo zinaendelea, Allah tabaraka wa taala anasema dhalika bi annahum shaqullaha wa rasula. Hayo ya wao kuadhibiwa na kunyanyaswa kiasi hicho si kwa jambo jingine, bali wao walimwasi, kwa maana walikataa kumfuata taratibu na sheria za Allah, waliasi na wakakataa kufuata mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhalika, yamewasibu hayo ya kudhalilishwa kiasi hicho, kushindwa katika vita kwa kuchezea kichapo kibaya sana, wengine kuuliwa, si kwa jambo lingine, bi annahum shaqullaha wa rasula, kwa sababu wao walimpinga Allah tabaraka wa taala, wakampinga na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hawakutaka kufuata ile ambao wameelekezwa wafuate, kama viumbe waliumbwa na Allah lazima wafanye hivi. Kwa hiyo ilikawa ni sababu yao ya kuadhibiwa kiasi kama hicho. Allah anaendelea kusema si hao tu makafiri waliompinga, waliomwasi Allah, wakamwasi mtume wake, wakakataa kufuata taratibu ambazo wameletewa na Mola wao na muongozo ambao ukawekea mtume wao kwenda kumwabudu Mola wao. Basi yeyote atakayethubutu kwenda na mkondo kama huo, basi na yeye atastahiki adhabu. Waman yushaqiqillaha wa rasula, basi yeyote, waman yushaqiqillaha, man harfu sharti, yushaqiqi ni fi'l mudhar majzum bi iman, ambaye ni fi'l sharti, ni kitendo kinachoonyesha ushuruti. Jawabu lake litakuja mbele, wa man yushaqiqillaha, na yeyote ambaye anayempinga Allah, anayemwasi Allah, wa rasulahu, na akamwasi mtume wake, amemkataa Allah na amemkataa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fa waqia lijawabi sharti, fa inna Allaha, basi hakika Allah tabaraka wa taala, shadidul iqabi, ni mkali wa kuadhibu, ni mkali sana wa kuadhibu. Shadidul iqab, Allah ni ghafurur rahim, kwa mja mtiifu, msikivu, mwenye kurejea kwake anapoambiwa amekosea akajirudi, basi Allah ni ghafurur rahim, ni mwingi wa msamaha kweli kweli na mwenye huruma sana. Lakini kiumbe anapokuwa mkaidi, ameelekezwa, amefahamu, lakini amekataa kwa utashi wa matamanio nafsi yake, basi akabaki hivi wanavyotaka yeye mwenyewe, basi upande mwingine Allah shadidul iqabi, Allah ni mkali wa kuadhibu. Makuraishi waliyakinisha, walikubali kwamba huyu ni mjumbe wa Allah kweli, si mchezo. Lakini kwa sababu ya nafsi zao na kwa sababu ya dunia yao na riasa wanaitaka wao, wakaendelea kumpinga ili kumaintain mamlaka na hadhi zao, basi hawana jingine. Wakaandaa jeshi kuja kupambana na hao Waislamu, hakuna jingine, ni kutetea dunia yao tu na hadhi zao. Basi Allah tabaraka wa taala aliwaadhibu kupitia hao waumini. Jamani, nataka ieleweke vizuri, Allah tabaraka wa taala ana uwezo na ni nguvu yake mwenyewe kuadhibu hawa viumbe pasina kutumia mikono ya viumbe hawa waumini, kama ilivyotokezea kwa Abu Lahabi, kapata maradhi al-adas. Maradhi haya ni hatari, yanapelekea mgonjwa kuoza huku anajiona, anatoka funza huku anajiona, na anaambukiza kiasi ambacho watu hawatari kusogelea wewe. Kwa hiyo unakosa msaada na huku unateketea.
Kwa hiyo Allah alikuwa anaweza akaamua hili, makufari wote akawapa maradhi haya, wakakaa kitako chini, wakafa katika hali kama hii, lakini kwa hekima yake akaacha wakutana waumini wapambane. Moja katika sababu waliwadhalilisha, waliwatesa sana hapo nyuma. Sasa Allah anataka na wao waamini sasa, na wao walipize, na wao waadhibu kwa mikono yao, waone ule unyonge waliokuwa nao uondoke, na waone kwamba jamaa si wanyonge, wana uwezo, waogope, wape heshima yao. Lakini wakati mwingine kupoza lesononeko la waumini kwenye nyoyo zao, kwamba akionekana mwenyewe katumia mkono wake kumwadhibu kafiri na akadhibiwa kweli kweli, anatulia. Kwa hiyo wakawadhibu, wakawa katika hali ya ngumu. Sasa na sisi tunatahadharisha makafiri wafuatao wenye mfano kama huo, na wale waislamu watakao kiuka wakaenda nyendo za makafiri kama hivyo, wakakataa kufuata mwenendo wa Allah, mwenendo wa Mtume salama kwa amri ambayo Allah ameagiza, Mtume akaelekeza, wakataa kuitekeleza, basi mwenendo ndio ule ule. Fa inna Allaha shadidul iqab. Jawabu la man yushaqiqi Allah wa rasula fa inna Allaha shadidul iqab. Haka Allah tabaraka wa taala ni mkali sana wa kuadhibu. Hakuna wa kuweza kuzuia adhabu yake atakapoamua kuadhibu kwa sababu ya uasi huu. Anasema dhalika alwaqi' bilkuffar bilqatl wa darb alatraf, hayo yaliyotokea kwa upande wa makafiri kwa kuuliwa na kupigwa katika ncha zao, sababu ya wao kuadhibiwa hivyo, annahum, kwamba wao khalafu Allah wa rasulahu, wamemkhalifu Allah na mtume wake. Bas dhalika bi annahum shaqu Allah wa rasula. Shaqu Allah, shaqu ay khalafu Allah wa rasula, wamekwenda kinyume na Allah na mtume wake. Falam ya'tamiru bima umiru bihi, hawakuweza kuyatekeleza yale walioamrishwa na Allah kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakuweza kuyatekeleza hayo. Walam yantahu amma nuhu anhu, na hawakuweza kuacha yale ambao wamekatazwa kwamba msifanye, acheni hili silo halifai. Wao hawakatazika, waliendelea kufanya hivyo hivyo kwa inadi. Bas wa man yukhalif Allah, basi yeyote atakayekwenda kinyume na Allah tabaraka wa taala wa rasulahu, na mtume wake, fi dhalika, katika jambo hilo, fa inna Allah shadidul iqabi lahu fi dunya, kwani Allah tabaraka wa taala ni mkali wa kumwadhibu yeye hapa duniani, bilqatl wal asr, kwa kuuliwa na kutekwa, kudhalilishwa, kuwa duni, wa bil asr, bilqatl wal asr, wa fil akhirati binari, na akhira wataadhibiwa kwenye moto mbaya sana, moto wenye adhabu kali, na ni adhabu ya moto wa Jahannam. Duniani kichapo hicho, kifo, idhlali, mateso, wala yuthiqu wathaqa ahad. Lakini akhira ataingia katika moto, iwapo atachapwa akafa hali ya kuwa kafiri, moto unamsubiri. Iwapo atatekwa lakini akadhalilishwa, mwisho siku akasilimu, akarudi kwa Mola, akawa mnyenyekevu, basi atakuwa kichapo ndo mwisho. Mbele ya Mungu atakuwa na amani kubwa. Sharti atubie kabla ya kufa, arejee kabla ya kufa, atakuwa salama mbele ya Allah. Kinyume chake hatakuwa salama kabisa. Dhalika bi annahum shaqu Allah wa rasula, hayo yamewapata ni kwa sababu wao wamemuasi, wamekwenda kinyume na Allah na mtume wake. Wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu, na yote ambaye anayekwenda kinyume na Allah na mtume wake, fa inna Allaha shadidul iqabi, basi hakika Allah tabaraka wa taala yeye ni mkali wa kuadhibu.
Dhalikum imekuja kum kwa sababu wanaoambiwa ni wengi. Kama anaambiwa mmoja ni dhalika, mwanamke dhaliki, wawili dhalikuma, wengi dhalikum. Kwa hiyo dhalikum fadhuquhu, hiyo adhabu ambayo imetajwa, ambayo Allah tabarak wa taala ameiharakisha kwenu hapa duniani, adhabu hiyo fadhuquhu, ionjeni. Fadhuquhu, ionjeni. Lugha hii ni lugha ya kumtia chuki zaidi yule ambaye unampa adhabu hii. Fadhuku, onja. Onja ni testi ya kitu kizuri, lakini onja kwa maana niangamie, ni tahakum bwana, unamtia uchungu zaidi musika. Fadhuku, ionjeni adhabu hiyo. Adhabu hiyo ambayo imeharakishwa na Mola kwenu hapa duniani, adhabu hiyo ionjeni. Wa anna lilkafirina adhaban nari, na si tu hapa duniani ndo mwisho. Watu wote watakaokufa hali ya kuwa ni makafiri, basi pia kuna adhabu nyingine inayofuata mbaya zaidi, nayo ni adhabu ya moto wa Jahannam. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, ambia onjeni, hatutakuzidishia nyinyi isipokuwa ni adhabu tu. Inna jahannama kanat mirsada litaghina maaba labithina fiha ahqaba, labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba wa kulla shay'in asaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Jahannam ipo, inavizia, inasubiri. Anasema inna jahannama kanat mirsada. Kama unamuona mtu amekaa na mvizia adui, anajua adui njia yake anapita hii, anakaa pahala chochoro, anajitega, hamuoni, akitokea tu na mnyaka. Ndivyo jahannama imekaa inasubiri wahusika, inawavizia. Jahannama itoza halim talat, umejaa, fatakul hal min mazid. Lugha hiyo, halim talat ya jahannam, umejaa jahannam, fatakulu hal min mazid. Sitegemei kujaa kabisa kabisa kabisa. Kama kuna watu wanahitajika bado wapo, waje. Jahannam haijai, waletwe. Kwa hiyo moto wa jahannam upo. Nani ambaye ameandaliwa moto huo? Wa anna lilkafirina adhaban nari, na hakika makafiri wao, special hiyo lam, wameandaliwa adhabu ya moto wa jahannam. Kafiri yeyote hapa duniani atakayekanusha, akapinga maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, na akafa katika hali hiyo, wa anna lilkafirina adhaban nari. Sasa makafiri aina mbili: kafiru kufra shirki, kafiru kufra neema. Kuna kafiri ambaye tayari ni mshirikina, kamwasi Allah na anamshirikisha Allah, kwa maana kwamba pamoja na maasi anayofanya, lakini bado ana viumbe wanaotegemea kinyume na Allah. Itikadi kwa Allah ni tofauti, kwa hiyo ana ushirikina ndani yake. Kwa hiyo ni kafiri kufra shirki. Huyu atakaa motoni na atakaa milele. Ama yule kafiri si mshirikina, ni muwahid, anampokesha Mola, lakini amekuwa na vitendo vya ukafiri hapa duniani, vya uasi, lakini havikumfikisha katika haddu kufri, ya ile kufru shirki. Ataingia motoni na ataishi motoni, lakini itafika wakati baada ya kuadhibiwa katika kipindi ambacho Allah ametaka adhibiwe, kilele cha Allah ambacho ametaka, anaweza kutoka katika moto wa jahannam akaenda katika upande mwingine. Hii ni kwa mujibu wa Qur'an na Sunna,
na msimamo hasa ambao umeukamata Ahlus Sunna wal Jamaa. Wako baadhi ya watu wengine Waislamu wanalipinga ili aliingia motoni hatoki, lakini zaidi ni kutumia zaidi akili, kwa sababu ukiangalia Qur'ani inavyozungumza Sura Araf, kuna watu watakuwa baina, kuna watu kama motoni watatoka. Kwa hiyo ukiangalia Qur'ani na mafundisho Mtume salama yatupa ishara kwamba muumini atakayekufa lakini ameingia motoni kwa sababu kazidiwa na matendo mabaya atakwenda, lakini hatakuwa milele kama kafiri kufra shirki. Wa anna lilkafirina adhaban nari, na kwamba hakika makafiri wao watapata adhabu ya moto wa jahannam. Dhalikum al-adhab al-madhkur lakum, hiyo adhabu ambayo imetajwa kwa ajili yenu nyinyi, ayu al-mukhalifuna lillahi wa rasuli, nyinyi ambao mliokwenda kinyume na Allah na mtume wake, fadhuquhu, ionjeni muajjala lakum fil hayati dunya, adhabu hiyo ionjeni alikuwa imefanywa haraka, imeletwa haraka kwa nyinyi katika ulimwengu tuliokuwa nao. Wa fil akhirati lakum adhabun nari, na akhira nyinyi mtakuwa na adhabu ya moto jahannam. Wa fil akhira, na huko akhira, lakum adhabun nari, mtakuwa na adhabu ya moto wa jahannam. In mittum ala kufrikum wa inadikum, iwapo mtakufa na ukafiri wenu na mtakufa na inadi yenu. Inadi, chuki yenu, uasi wenu, ujeuri wenu. Inadi, chuki, uasi, ukafiri wenu, uasi wenu, ikiwa mtakufa nayo hali hiyo, bas in mittum ala kufrikum wa inadikum, ikiwa mtakufa na ukafiri wenu na jeuri yenu ya kukataa sheria ya Mungu, basi adhabu ya moto itakuhusuni. Sasa ndugu zangu watukufu waamini, aya inayofuata Allah tabaraka wa taala anatueleza miongoni mwa sharti za vita, shurut sihatil qitali, na uweze kufanikiwa. Allah ameweka zipo sharti, vigezo na masharti kuzingatiwa. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, waangalieni hao wenzenu walishinda kwa sababu gani. Miongoni mwa sababu za kushinda ni haya waliyafuata, na nyinyi popote pale mlipo fuateni hilo. Mkishindwa hilo mtashindwa tu na mtakuwa mmeingia katika dhambi kubwa sana, kubwa kweli kweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha laqitum, pindi mtakapokutana, alladhina, na wale ambao kwamba, kafaru, waliokufuru, zahfan, mnakutana nao hali ya kuwa wamekusanyika kwa wingi, yani mujtamiina. Zahfan ay mujtamiina. Neno zahf limetumika hivyo kwa sababu kawaida ya kundi la watu likiwa jingi sana, wakishonana sana, uendaji wao ni sawa sawa na kutambaa. Neno zahfa asili yake ni kutambaa. Wadudu wale wenye asili ya kutambaa wanaitwa az-zahafat. Wadudu wenye, kuna wadudu ambao hawaruki, wanatambaa. Vingisha mavi, sunani, wako wadudu tofauti, wana sifa hiyo. Kwa hiyo ni zahafat. Kwa hiyo imetumika neno zahfa kwa sababu kawaida ya jeshi au watu wanapokuwa wengi, basi huenda kwa mwendo kama vile kusota, kutambaa. Hata gari zikijazana sana katika njia, mwendo wao ni kama kusota, kwa sababu haziendi, kwa sababu zimekuwa nyingi sana kupita kiasi. Na watu wakishonana, angalia watu wanapotoka katika Muzdalifa kuitafuta jamarati, namna wanavyokuwa wengi kiasi ambacho hawaendi nenda kurudi. Manake ukienda unarudi nusha tena, unakwenda nusha tena, lakini ndio hivyo, hatua tuchu unarudi kiduchu, hivyo hivyo mpaka unafika. Kwa hiyo kwa kuwa watu wengi sana wameshonana, wanakwenda mithili ya kutambaa. Na hawa tumeambiwa Waislamu, enyi waamini, pindi mnapokutana na waliokufuru, zahfan, kwa hali ya kuwa wamejikusanya wakawa wengi sana, kiasi ambacho movement yao ya kwenda ni mithili ya wadudu wa kutambaa, hawana mwendo. Hapo sasa, fala tuwalluhumul adbar,
tafadhali msiwageuzie migongo. Fala tuwalluhumul adbara, msiwageuzie migongo, kwa maana msije mkatoka mbio kwa kuwaogopa kwa wingi wao wala kufesin, na nyinyi mkawapa migongo mkawakimbia. Wapeni uso, mwelekeane sawa sawa, pambaneni, msiondoke. Waislamu wanasema, wataalamu katika tafsiri ya Qur'ani, utakapoona jambo limeambatanishwa na ghadhabu za Allah, litapokiuka jambo hilo lisifanywe, basi hilo huwa ni miongoni mwa dhambi kubwa. Kadhalika pia Mtume sallallahu ametuambia katika hadithi ndani sahihi Bukhari na Muslim, an Abi Huraira anasema, jitanibu sab'a mubiqati, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Katika hayo watawalli yauma zahfi, Muislamu kukimbia siku ya mapambano ya vita. Yaumu zahfi, naona zahfi ndio hapa, siku imeitwa zahfi, vita, kwa sababu watu wamekusanyika kwa ajili ya nyinyi, kwa bana afu nyinyi mkakimbia. Kosa hilo. Sifa kukimbia sio sifa ya umini, hii ni sifa ya makufari, na Allah tabarak wa taala anayasema hayo. Sifa isiyo Waislamu, sifa kukimbia ni ya makufari. Wakati tukisoma tafsiri hapo nyuma, miongoni mwa dua tulisema usingizi ilikuwa ni neema kwa Waislamu, kupata relief fulani. Sasa katika watu ambao walionekana muda mwingi wako macho, hawakuweza kulala, Mikdadi, lakini na Mtume salama ilimjia kama usingizi, kama lelepe tu kwa mbali ilimjia, akalala. Hadithi sahihi. Thumma istayqadha mutabassiman, kisha Mtume akaamka alikuwa na furaha kubwa sana. Faqala, alikuwa katika arish, kibanda fulani amekaa, na Abubakar alikuwa katika eneo hilo. Akasema, abshiri ya Abubakari, furahia ya Abubakari, hadha Jibril ala thanayahu naqhu Jibril, kwenye meno yake haya pembeni kuna vumbi vumbi, kana kwamba ishara kwamba katika mapambano ambayo mtapambana, basi Jibril atakuwa miongoni mwa hao. Salama alivyotoka akawa anasoma aya ya Qur'ani, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u, hao jamaa hao vita vya Badri wengi, na hii imeteremka katika vita vya Badri, wengi sana wamekusanya, nyimbo kidogo, basi hilo kundi lao hilo litashindwa, tena si kushindwa tu, wayuwalluna dubur, watageuka kupeni migongo wakimbie. Sifa ya kukimbia kwa migongo ni sifa ya makafiri, sio sifa ya muumini. Unakimbiaje wewe? Neema hiyo unaikimbia wewe, pepo ya Mungu unaikimbia, janna unaikimbia. Kwa ukiona unaikimbia janna, manake wewe yani umekaribia kwenye ukafiri na ushirikina. Ina maana Mola wako humwamini, kuna pepo huamini, ili sifa za ghaibu huziamini. Kwa hiyo unaona kuna kudanganyana, ukaona ukimbie, ukimbii. Ukikimbia manake ni katika kabairu dhunubi kubwa kweli kweli. Anasema katika tafsiri yetu al-Mukhtasar fi tafsiri al-Quran, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini. Muamini nani? Billahi, muamini Allah tabarak wa taala. Wattaba'u rasulahu, na mkamfuata mtume wake. Idha qabaltumul mushrikina fil qitali, mtakapokumbana au pambana, kutana na washirikina katika mapambano. Mutakaribina, aliyekuwa mmekaribiana. Fala tanhazimu anhu, msishindo nao, yani msishindo kwao. Watuwalluhum dhuhurakum, na mkawageuzia wao migongo yenu. Haribina, aliyekuwa mkikimbia. Walakin uthbutu fi wujuhihim, kinyinyi mtakiwa mthibiti kwenye nyuso zao, yani mwelekee, thibitini hivyo. Wasbiru ala liqaihim, na subirini jamani, subira ngumu lakini malipo makubwa sana. Subirini, ukimshinda wewe una malipo makubwa sana, ukipigwa wewe malipo makubwa, na unapata janna bila hisabu, ukufa shahidi. Tutaki neema hiyo. Wasbiru ala liqaihim, msubiri ya kukutana nao. Fallahu ma'akum, Allah yuko pamoja na nyinyi. Binasuri, kwa nusura yake kwa nyinyi.
wa ta'yidihi, na kwa nguvu yake kupeni nyinyi msaada kwa nguvu. Allah pamoja na nyinyi. Kwa hiyo kama hali unayakini nayo, kwa nini ukimbie? Ukikimbia maana yake miongoni mwa adhabu kubwa, na maana umekosa yakini, hujamuelewa Allah, bado wewe una shaka na yeye, ni dhambi kubwa sana hiyo. Allah anasema wa man yuwallihim yawma idhin duburahu, basi yeyote atakayewageuzia wao siku hiyo mduburahu, mgongo wake. Yeyote ambaye siku ya vita hiyo akawageuzia wao mgongo wake, jawabu lake liko mbele. Sa kabla ya jawabu umekuja illa, isipokuwa atakayewageuzia mgongo wao lakini akawa ana moja katika hizi mbili. Hapa ni sahihi. Ya kwanza, mutaharrifan liqitali, kafanya hayo kwa sababu ya mutaharrifan liqitalin. Mutaharrif amemili kwa ajili ya kuelekea kwenye mapambano, sio amemili kwa sababu ya kukimbia mapambano. Amemili kwa maana yawezekana akarudi nyuma kidogo, akageuka kidogo, akaenda kulia kidogo au kushoto. Almuhimu kwamba hilo alilofanya hilo si kwamba anakimbia vita, ni mbinu na ujanja ambao anautengeneza ili kumwadaa adui ili aweze kummaliza. Hapo sawa. Tunaona hata katika medani ya mapambano kwenye mipira hii, jamaa amechukua mpira na ukokota ule mpira, anajifanya kama anarudi, kumbe harudi, anataka jamaa aje amgeuke ende zake huko, aende kashambulie, lakini anamwadaa kana kwamba akashindwa, narudi huko, anarudisha mpira nyuma. Si kwamba labda atakwenda mbele, ni mbinu za kumfanya adui nimekosa janja, kwa hiyo sasa na rudi. Na yeye sasa adui atakuja kuvamia ile alipata goli lako, kumbe anakuja ushatengeneza mbinu, unaopeleka mbele, meta counter attack, watu wanakwenda kufunga kule. Ni mbinu tu. Sasa yawezekana wewe uko kwenye mapambano, lakini ukaonekana kugeuza mgongo wako au kwenda kulia. Lengo na madhumuni si kukimbia vita, ni hadaa unayefanya dhidi ya adui yako ili uweze kurudi kwake dhidi yake, ummalize. Wakati mwingine wanapokuwa watu wengi sasa wanafanya kama ugeuka hivi, aje mmoja akija tu unamgeukia hapa, unamchapa kichapo, unao kuna kwenda. Hiyo ni mbinu, hiyo haina tatizo. Kwa hiyo ila mutaharrifan, ila yule ambaye amemili kwa ajili ya kuelekea vita, kamili kwa ujanja ili ampige adui vizuri, huyo hayuko makosani. Au mutahayyizan ila fi'atin, au amegeuka kwenda kwenye kundi lake, kwenda pale kupata nguvu zaidi, kwa sababu ameungana pili kupiga yake, watakuja kumshambulia peke yake wakammaliza, asaende kwenye kundi la wenzie ili wakae pamoja. Kwa maana hapo mna tatizo. Illa au mutahayyizan ila fi'atin, au yule ambaye amekwenda kujiunga na kundi ili waendelee kupambana na hao maadui, si kwa kukimbia vita, hamna tatizo. Ama kinyume chake, atakayekwenda vitani akakimbia akapa mgongo makafiri, si kwa moja katika mbinu hizo mbili, faqad baa bighadhabin min Allahi, huyo tafsiri ya kwanza amestahiki ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, istahaqa ghadab Allah. Na tafsiri nyingine, faqad baa bighadhabin min Allah, huyo amesharejea. Sasa alikuwa ameondoka kwenye ghadhabu za Allah, sasa amerejea kwenye ghadhabu za Allah. Manake ameritadi huyo, amekufuru huyo, amerejea kwenye ghadhabu za Allah. Wa ma'wahu jahannam, na makazi yake ni motoni. Wa bi'sal masir, na ni marejeo mabaya sana mja kurejea marejeo hayo. Wa man yuwallihim dhahrahu faran minhum, na yote ambaye atakayewageuzia wao mgongo wake kwa kuwakimbia wao, ghaira munatifin liqitalihim, si hakuwa ni mwenye kuwaelekea wao kupambana nao, hakuwa ni mwenye kurejea kuja kupambana na wao, yani yeye amekimbia, si hana lengo hilo. Bi an yuriyahum alfarra
kama kuonyesha wao kukimbia, makidatan minhu, kwa lengo litakufanya ujanja wa mbinu ya kivita. Alharbu khidaa, wa huwa yuridu alkarra alayhim, na yeye kumbe anakusudia kushambulia dhidi yao. Anafanya kama kurudi nyuma hivi, kumbe anataka jamaa ajisogeze afu amshambulie. Sawa. Wa yuridu alkarra, anakusudia kushambulia dhidi yao. Au ghaira mundammin ila jamaa, au si mwenye kwenda kujiunga na ile kundi minal muslimina la Uislamu hadhira, kundi ambalo liko katika eneo lile pale, yastanjidu biha, akitaka nguvu na nusura msaada kupitia kundi hilo zao zake. Kama hayuko katika mazingira hayo mawili, faqad rajaa bi ghadabi min Allah, huyo amerejea kwenye ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Wastahaqqahu, ametia zote, na atastahiki kupata ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Wa muqamuhu fil akhirati jahannam, na makazi yake akhira ni katika moto wa jahannam. Wa bi'sal masiruhu, na hakika marejeo mabaya ni marejeo hayo, mtu kurejea katika moto wa jahannam. Wa bi'sal masiruhu, na marejeo mabaya zaidi ni marejeo yake yeye bwana kwenda kwenye moto wa jahannam. Wa bi'sal munqalabuhu, na kwa kweli sehemu mbaya mtu kuelekea ni sehemu hiyo. Sehemu mbaya ambayo mtu atakwenda ni sehemu hiyo. Fasayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, na watakuja kujua wale waliodhulumu ni mgeuko upi ambao wao watageuka waelekee huko waweze kunusurika. Watajua waliodhulumu ni mgeuko gani, ni wapi pa kuelekea, wapi pa kukimbilia. Kwa kweli, wa bi'sa almunqalabi munqalibuhu, na hakika ni katika sehemu mbaya zaidi ni sehemu hiyo ambayo atakayekwenda yeye. Sehemu mbaya zaidi ya mtu kuelekea ni hiyo ambayo atakayeelekea yeye. Wanayadhu billahi min dhalik. Waislamu, huyu ndo Allah, na hizi ndo taratibu ambazo tumeziweka namna gani sisi tunastahili kupambana na ili tushinde vita tuweje, na kinyume chake itakuwaje. Utafeli duniani na akhera, wewe unapata adhabu mbaya sana. Min fawaidi al-ayati, faida za hizi aya katika paragrafu hii ukurasa huu tuliokuwa nao 178. Anasema fil ayati, katika aya hizi, i'tinaullahi al-azim bihali ibadihi al-mu'minin wa taysiru al-asbab allati biha thabata imanuhum. Anasema fil ayati, katika hizi aya tunaona i'tinaullahi al-azim bihali ibadihi al-mu'minin, namna Allah tabaraka wa taala anapojali na kuwa karibu na kutoa msaada wa Allah mtukufu kwa hali ya waja wake wema. Wataisiru al-asbabi, na kuzifanya wepesi zile sababu, allati ambazo biya tathbutu imanuhum, kwa sababu hizo imani yao inathibiti. Wa tathbutu aidan aqdamuhum, na pia nyayo zao zinathibiti. Tumeona baina ya makafiri na Waislamu, hali imekuja ya mvua, imenyesha, lakini Allah tabaraka wa taala akajalia eneo ambalo Waislamu wanalikanyaga limekuwa eneo madhubuti, lakini kwa makafiri limekuwa eneo si madhubuti, utelezi, watu hawajishiki vizuri. Waislamu wamekuwa wanajishika vizuri. Hivi ndivyo Allah anavyowajali na kuwasimamia waumini, kwa sababu ambazo kwa sababu hizo imani yao inakuwa imetulia. Thabata imanum wa tathbutu aqdamu. Wa zawalu anhum almakruh, na kuondoka kwa wao mambo makruh walikuwa mabaya yenye kukera au yanaudhi, kwa wao yanaondoka. Wal waswasu shaitania, na wale waswasi wa kishaitani. Naam, Allah aliwaruzuku Waislamu, kawaletea mvua ambayo iliondosha kile ambacho walikuwa wanakihofia cha kuwa na hali ngumu katika mapambano.
Allah akateremsha mvua iliyopoza ardhi, mvua ikafanya kapata maji, mvua ikafanya kapata kujitwarisha kutokana na mazingira magumu. Kwa hiyo hayo yote Allah ameteremsha yalipelekea wao kuondoka yale mambo ambayo wao walikuwa kwao ni kero, walwasawisu shaitania, na ule wasiwasi wa kishetani ule. Maana shetani alikuwa sasa anawatia waka na kuwashawishi kwamba jamani, nyinyi mtashinda tu kwa. Basi Allah akateremsha mazingira mazuri ya mvua yalipelekea kuondoka ule ushawishi wa kishetani ambao ulikuwa ukiwaelekea wao. Hii ni miongoni mwa inayatullah, ni ule usimamizi na uangalizi mkubwa wa Mola mtukufu kwa waja wake waumini. Faida nyingine ya pili, anna nasra biyadillahi, tutambue jamani, nusra ipo katika mkono wa Allah tabaraka wa taala, wa min indihi subhanahu wa taala, na ndio kwa yeye mwenyewe Allah, si kwa mwingine. Wa huwa laysa bikathrati adadi, na jamani, ushindi si kwa sababu ya kuwa na idadi kubwa, wala udadi, wala kuwa na zana nyingi, ma ahamiyati hadha al-idadi, pamoja na umuhimu wa maandalizi haya. Lakini nusra ni kwa Allah, si kwa sababu ya idadi ya watu wala zana nyingi. Faida nyingine ya tatu, al-firaru min al-zahfi min ghairi udhrin min akbar al-kabairi, kukimbia katika vita pasina kuwa na udhuru wote ni miongoni mwa dhambi kubwa sana. Kukimbia katika vita bila udhuru ni miongoni mwa dhambi kubwa sana. Fil ayat, katika aya hizi, ta'limul mu'minina, tunafundisha waumini qawaidul qitali, misingi mikuu ya mapambano, alharbia, kivita. Wa minha, na miongoni mwa misingi hiyo, ta'atullahi war rasul, ni kumtii Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thabatu amama al-a'da'i, na kuthibiti, kuto kukimbia wala kuyumba nyuma mbele ya maadui. Wasabru inda liqa, na kuwa na ustahimilivu wakati kukutana na adui. Wa dhikrullahi kathira, pia katika misingi ya mapambano ni kumtaja Allah kwa wingi sana. Ya alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira, thibitini na mtajeni Mungu sana. Dhikrullah hisnul muslim, dhikrullah hisnul mu'min, dhikri ndio kinga madhubuti ya muumini kweli kweli. Kwa hiyo haya tunafundishwa katika aya hizi misingi mikuu ya mapambano ya kivita kwa sisi waumini: utiifu kwa Allah na mtume wake, kuthibiti, kutokutetereka mbele ya adui, lakini ustahimilivu wa hali ya juu tukiwa tunamtaja Allah kwa wingi sana. Hizo ni miongoni mwa misingi na kanuni za vita ambazo unatakiwa uwe nazo wewe mbele ya maadui yako. Ndugu zangu wa Islam, hakuna kitabu sahihi katika mafunzo bora ya wanadamu hapa duniani ila ni Qur'an. Kitabun uhkimati ayatu, Qur'an ni kitabu maalum, ni kitabu, si kila kitabu, ni kitabu maalum chenye upekee. Uhkimati ayatu, zimefanywa kwa busara kubwa aya zake. Thumma fusilat min ladun hakimin khabir, kisha zikapamanuliwa kwa yule Allah tabaraka wa taala ambaye ni hakim khabir, ni mwenye busara kubwa sana, na yeye ndiye ana experience, mzoefu, ana taarifa kila kitu. Huyo ndo Allah, ndo kateremsha kitabu hichi.